Somani kitabu ta Efeso ukatangwani awaje ta tamanaye kwa itamana. Tutasoma katika Waefeso 4 aya yake ya 11 hadi 16. Efeso kangwani tamanaye kwa itamana. Waefeso 4:11 hadi aya yake ya 16. Akikocha la ko chukiyokto akalak mautik akalak chemwoito tilokoiwek chemiach akalak mestowek ako kanetik sikoyai chetililen koik cheikesunotgei akobo boisietab otisiet akobo teksetab bortab Kristo akoi keite ichek tugul yamdaetab kayanet ak naetab weritab Jehova akoi keikun chito nebekyinot akoi kakwaet nebo etunotetab nyeetab Kristo sikobit simanda keiku lagok chekitortoti koba komosi ako komosi ak keibotien usonet agetugul nebo kanetisiet en ng'olsetab biik en ng'abkong'atet en kaberberisietab lelutiet ako king'ololchi chebo iman en chomyet sikeikitu en tuguk tugul en inendet nemiten noton ko Kristo. En inendet kerobchindos ak kituitos borto tugul en noton nekonu kebeberta age tugul kou kakwaetab boisiet nebo kebeberta age tugul sikotes borto en tekset netekyingei inegen en chomyet. Ndiye aliyowapa watu zawadi, wengine aliwachalia wawe mitume, wengine manabii, wengine wawe waeneza Injili, wengine wachungaji na walimu. Alifanya hivyo apate kuwatayarisha watu wote wa Mungu kwa ajili ya kazi ya utuma ya Kristo, ili kuchenga mwili wa Kristo. 13. Na hivyo sote tufike pamoja wa imani na kumjua mwana wa Mungu, tuwe watu walio na kufikia utimilifu wake Kristo mwenyewe. 14. Basi hatutakuwa tena kama watoto, tukitupwa na kupeperushwa huko na huko kwa kila upepo wa mafundisho yanayosua watu watanganyifu ili wapotoshe wengine kwa hila. 15. Kama tukizingatia ukweli kwa moyo wa mapendo, tutakuwa katika kila jambo kulingana na Kristo ambaye ndiye kichwa. 16. Chini ya uongozi wake viungo vyote vya mwili ushikamana pamoja, na mwili wote utegemezwa kwa msaada wa viungo vyake. Basi kila kiungo kikitekeleza kazi yake ipasavyo, mwili wote ukua na kujijenga katika upendo. Nonango ng'oliotab Jehova. Hilo ni neno la Mwenyezi Mungu. Kitabu nebo Efeso kwange baronok chekisir Paulo. Hiki ni kitabu ya Waefeso, ni miongoni mwa barua ambazo Paulo aliandika. Utindoo ng'alek chech. Na iko na maneno makubwa. Ng'olione unomoche kekerik ko kinyoru kaberuret yon kiboisiechini Jehova. Neno kuu tunataka kutazama kuangalia siku ya leo ni kwamba tukimfanyia Mungu kazi tutakuwa na baraka. Kakile kikiyae asiketech kanisetab Kristo. Tuliweza kuumbwa ili tuweze kushiriki kwa kujenga kanisa la Bwana. Kakile kiyae Jehova en kwangutiet anan kiyae en oret neter nemaikergei. Mungu aliweza kutuumba kwa njia tofauti. Sisi sote hatuko pamoja. Tendo sawa. Tinye chitugul tokure talenta inyi. Kila mtu amebarikiwa na talanta yake. Ako tindo ora chitugul ole sopto. Na kila mtu ako na njia ambayo anaishi. Ako tole tepto ko tindo chitugul atebenyi neter. Hata wakati jinsi anavyokaa ako na tabia tofauti. Yekingokakesom Yesu onyo sobenyon. Wakati tulipopokea Yesu Kristo katika maisha yetu, kokikone tuguk chekiboisiechinen en konyi. Aliweza kutupatia vitu ambavyo tunaweza kutumia
kufanyia kazi tukiwa katika nyumba Si yake. angiboisiechi inendet komwa kole kenyoru okot kaberuret anan kekose ketindoi kalyet kote mugulelwekyok. Ili tukifanyia kazi tutasikia kana kwamba tuko na amani na baraka katika maisha yetu. So kole yon kaketach inendet Tunapopokea yeye, ko boisiet ne Jehova. anatutumia tumfanyie kazi. Okale imuche inai akobo konunotiondeng'ung nemuche iboisie. Na unaweza jua ile talanta yako ambayo unaweza tumia kumfanyia kazi. Kakisoman en yu kokale kirogendoen borwekyok kanisetab Kristo. Na tumesoma na tumeona kwamba mwili ya Yesu Kristo inalinganishwa na miili zetu. Nisoma kora en Korinto netai 12 ikose ng'ololen kora. Ukisoma katika Wakorintho wa kwanza 12 inaongea kuhusu hayo. Kou borwekyok ko kikiyai terter. Kama vile miili zetu zimeundwa tofauti tofauti, Ako agenge ako boisie tugul kibagenge, ako kosindos tugul kibagenge. lakini ni moja na linafanya kazi tofauti tofauti, lakini linasikizana. So yon kakokure Jehova koborwech inendet akobo boisiet neyoche keyai. Tunapoitwa na Mungu, yeye anatuonyesha ni kazi gani tunapaswa kushiriki. Ngele nan kokure chito kole kikuron kityo siaku. Mwingine anaweza sema pengine nimeitwa tu kanisani ili niweze kukaa tu. Akot isoite kora ko boisiet. Hata kuangalia hiyo ni kazi. Iyamte ko boisiet. Kuhubiri ni kazi. Itien ko boisiet. Kuimba ni kazi. Ikoite kot kakochindoi kora ko boisiet. Kutoa matoleo ni kazi. So kakile boisioni ketindoi urubab Jehova. Tunaambia kwamba hii kazi ambayo tuko nayo ni kubwa tukiwa wana wa Mungu. Ako tienta kemwa kelele kiyoe boisiet kot kebe nemoni. Hata kwa wimbo tunaimba kwamba tutafanya kazi mpaka tuchukuliwe nyumbani. Yon kakechutwa kotab Jehova keboisie. Tunapoingia katika nyumba ya Bwana kufanya kazi, Kakile kenyorunoti yan kwang'utik cheyoe Jehova ineche. tunaangalia vitu ya maajabu ambayo Mungu anafanya katika maisha yetu. Chuana kurgat oen. Yohana 2. Ikose otindoniot nekiboin arusit nekimi Kana. Tunasikia kuhusu harusi ambayo ilifanya sehemu ya Kana. Kale kikoron borokek anan tuguk chekikie en kasarato. Watu walikuwa wamekosa divai ambao walikuwa wanashiriki wakati Ko huo. kakikur Jesu koik agenge en toek chekibo kabarusi. Na Mungu Yesu alikuwa amealikwa kuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa wameenda kuhudhuria harusi hiyo. Akimwa kametab Jesu kole Na mama ya Yesu akasema, kole kit nekamwowok Jesu nito kole oya. akaambia watu kwamba chochote huyu Yesu akiwaambia tafadhali uyatekeleze. Kimwochi kiboitinik kolenjin ontebe chakisiek anan tuguk chekikindo terenik chekimi. Akaambia wafanyikazi wajaze ndoo maji ambao walikuwa wanatumia. Kergei sa karusisiek chekitinye. Ni tunalinganisha na harusi ambayo tunashiriki. Abakora konan komoche kororutu. Wakati mwingine tunakosa hata chakula. Akot matimorar komabete nilele nuwanga. Hata watu hata tusipokosa kuna wengine hao watakosa kuwa na neno moja ama ingine. Mwage wala kanyitwane bakanyisani timuchele so kindono tento. Mwingine anasema amenichazia kwa bakuli mchele alafu nyama itawekwa. Kwa rage baka kande wasute kechanga. Mwingine ameniwekea supu mingi akichaza nyama. Ngale na barusi kabaru. Sisi tunachua mambo ya harusi. Mabete mine lele na machele kilagiyo. Hakuna mwingine atasema maneno mengine, asema hata anataka maji imechemshwa. Wamwambia chamkiboiti nileje wakele kemacha yagiyo. Na nimependa hao wafanyikazi wanasema wewe umesema unataka maji imechemshwa. Kwa bora mjemite ndirame tiwa mai urgegi. Na wanaenda kuchota nyiko hapo nje ambayo imekuwa warm kidogo. Na ulela ni sisi yako wachamiede maji yagiyo. Anasema unafikiri umekuwa kikunywa maji moto. Kwa kile kigorora ituke kitie masara. Na tunaambia kwamba watu walikuwa wamekosa divai. Kwa hiyo wakados kwana kulba wika. Watu wakaingiwa na wasiwasi, tutawapatia nini wakili? Okay, kwa wale Yesu ndebeki. Chagi chachona. Wakati Yesu aliambia umchaze katika maji katika ndoo hizo. Ale mutungi shegolonyi. Ilikuwa ni ndoo kubwa. Ni so manu wangala kinegi lo. Na tunaambia kwamba ilikuwa karibu 6.
kwa. Na akawaambia watu waese kusambaza kwa nafikiria watu ambao walikuwa wanachota hizo wakasema nyinyi mtakunywa leo maji. Mtu akipatiwa na kunywa anaenda kando alafu anaitisha ingine. Na ni kama naangalia hao wafanyikazi na akipatia bwana harusi. Kwa mutiet na Kristo kokitai kwenye harusi. Hiyo ni jambo ambalo Yesu Kristo alifanya wakati alialikwa kuhudhuria harusi. Kingetaja Kristo kwenye Mungu lekwekyo. Nasi tumepokea Yesu Kristo aje ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo kwa muti esabe na Mungu anafanya maajabu kupitia maisha yako. Hapo kwa muti na kuna kwa mende sabe alibusa akizoitai. Na kitu ya maajabu kubwa ambao tuko nayo sasa ni kwamba tuko na uhai, tunaishi na tunaangalia. Na umekaa umeonekana vizuri. Karibu unasema tukupatie maji ili uendelee kusikia Injili. Na uwezi jua kwamba hiyo ni jambo kuu ambao Mungu amefanya ili wewe uwe na uhai. Enda hospitali anapoongezewe pumzi ama oxygen. Hiyo oxygen ambayo utaongezea hospitali, hiyo ni shilingi ngapi? Vizuri, anafanulia vizuri. ICU ni wenye wako wagonjwa zaidi, ATU ni wale wamepona kiasi, karibu anaenda kwa wote. Sumesikia. Nilikuwa nafikiria kumbe ICU ni baya zaidi kuliko shida ICU. Na wakati mwingine unapumua unapata unaona mtu anapumua akitumia mashine. Hiyo ni maajabu ambayo Mungu anafanya. Mungu anatekeleza maajabu katika maisha yetu. Na kila mmoja wetu ako na jambo ambalo Mungu ametendea. Hata kutembea kwa miguu miwili, hiyo ni hata yule anatumia ya tatu patu unatembea. So ameweza kufanya mambo ya maajabu. Wakati mwingine unaomba tu unasema Mungu amsaidie. Na wakati huo uweze kujua kwamba hiyo neno umetaja litafanya jambo. Hata ile ni ombi tunaomba Mungu anasikia. Na Mungu anaweza kutulinda na hata alinde watoto wetu. So maganya kichukwamutika like change. Na hatuwezi ngojea vitu mengine kubwa itokee. Abagara kama kuchome bige ngale chuba kwamutiki. Wakati mwingine watu wetu wanapenda vitu ambao inafanywa ya maajabu, miracles nini. Mungu ataka mwasi ruti chule kikigocha mautiki anache na tunapoambiwa kwamba tumepatiwa vipawa mbalimbali, kuna wenye wamepatiwa wao waweze kuombea watu na wanapona. Kuna hakika chake na watu kwa sababu tena mauti yote na kula senge kwa sababu mwingine amepatiwa kipaya kuangalia vitu ambavyo viko mbele, wengine amepatiwa aweze kuombea watu na wapone. So kuya ichoba kwa mtu na Mungu anafanya vitu hizi maajabu. Moja kegere akotenganya kyo. Na tunaweza kutazama kupitia kwa macho yetu. Chekike sochi koki kwa yai kamungi kegere. Na yale ambayo tumeombea Mungu amejibu na tumeona kwa macho. Ile kibaishe chini chobora. Tunapofanyia kazi Mungu. Ikose komitagali tuna boy yenule na. Unasikia kwamba unajawa na amani katika ndani ya moyo wako. Unakuwa na amani na furaha wakati unamfanyia kazi Mungu. Ambayo inatoka wakati wewe umetii Mungu.
Yamege keboisiechi Jehova. Inapaswa tumfanyie kazi Mungu. Mnisomane Petero. Natau kata mwana wa taman kot koita managenge. Kwa maana ukisoma katika Petro ya kwanza 4:10 aya yake ya 10 mpaka 11 kwa kile kono no tiandana giwon kwa kile iboisien asi inyor boyboye tagaliete mugulenda. Na tunaambia kwamba ile talanta ile sawati ambayo umepatiwa tumia kumfanyia kazi Mungu ili uweze kurithi maisha ya milele. Maisha yake sinye ko in ko tisien ngiyote cho. Hii kazi ambayo tunafanya ni kazi ambayo ni miongoni mwa kuabudu Mungu. Amuki kwa Kristo akubwa wechome. Kwa maana Mungu amefanya na ametuonyesha upendo wake. Akubwa kwa igora rire no sheki. Na ameweza kutuonyesha hata neema zake. Ogere units yukutendai ko maishoni. Unaona hii units ambayo tuko nayo hapa kanisa inashiriki kazi kubwa. Katika porwot chiba porwot. Na tunalinganisha na miili zetu. Ya gaturuga baba tanye asige chibige njata. Kila sehemu inafanya kazi ili tuweze kueneza injili. Kila bara watu waishi chini Jehova. Tunaambiwa kwamba tunapofanyia kazi Mungu. Kale kwa kekeke tuno Kristo. Inatufanya tunalinganishwa na Kristo. Kimunje kinam tuku engereta. Tunafanywa tuangalia vitu katika mitazamo tofauti. Kigere tuku korain hotel oreta ngate. Na tunaweza kuangalia vitu kwa mitazamo tofauti. Ngele kogi bi komara igere oreta gaya. Wakati mwingine kama tunaishi kama binadamu tunaangalia kwa njia tofauti. Lakini ambaye one kota Jehova igere tuku oreta. Lakini tukija katika nyumba ya Bwana tunaangalia vitu kwa mitazamo tofauti. Mara kwa ruzaru situ. Wakati mwingine unaingiwa na changamoto mingi. Wakati mwingine unajiuliza ni nini inaendelea. Hata Yesu Kristo aliweza kupitia changamoto. Mpaka hata akasulubishwa msalabani. Ilikuwa tunaambiwa kwamba mtu kusulubishwa ni kifo ambaye iko na uchungu kuu. Na nalinganisha yule mtu ambaye anajitia kitanzi. Tunaambiwa kwamba ni uchungu. Ile ambaye mtu anaenda kujitia kitanzi. Na unakaa unasema nimesumbuliwa na dunia, wacha niende. Enda alafu kamba katika alafu akuke chini. Tunaambiwa kwamba ni kifo ambayo iko na uchungu kuu. Na ni mzuri upambane na ya mambo ambayo unapitia. Kama ni uchungu mtu akijitia kitanzi. Na ukifungua macho yako utaenda kwa mji mwingine. Na itakuwa ni uchungu zaidi. So kwa kale suluti chini. Kristo. Na tunaambiwa kwamba tutalinganishwa na Yesu Kristo. Tutapata ujasiri kwa yale ambayo tunapitia. Na tunaweza kuendelea mbele. Tukimtazamia Yesu ambaye ni kiongozi wetu. Neno lingine tukio wa Kristo ambao tunamfanyia kazi Yesu. Tumeambiwa kwamba tumezungushwa na Wakristo wengine ili watupatie nguvu ya kufanya kazi Mungu. Tukifanya kazi kushiriki na wengine tutakuwa na nguvu. Kwa maana katika Waebrania inatuambia kwamba tuweze kukaa na ndugu wako wengine ili uweze kupata nguvu. Na inatuambia kwamba tusisahau kukaa pamoja ili tuwe na ile hali ya kushiriki. Tukimfanyia kazi Mungu inaweza kuongeza ile imani yetu ambaye
tuko kwa Mungu. Kale tesanet. Inaongeza imani yetu. Ako muje Jehova kugoneki mnateta tarete neo. Na Mungu anaweza kutupatia nguvu na usaidizi kubwa. Kale sige kugane chikilege akupaishe nganet ne kiyani Jehova kele yai Jehova tukukeche neche. Ili tuweze kuwa watu ambao tuko na imani kwamba Mungu atatenda mambo makuu maishani mwetu. Kale kigase bora kumicho magote. Na ingine ni kwamba tutahisi ama tutasikia kwamba Mungu ako pamoja nasi. Amon isabe Jehova nenyon. Kwa maana hata Mungu ni yeye anatupatia uponyaji. Kwa maana tukishiriki, tukiongea pamoja, tutapatia mwingine ama tutatia mwingine nguvu. Yangibedi kegere abo chema nyai borwe anageso chini kwa kimita ni kimita. Hata wakati mwingine tunawatembelea wale ni wagonjwa ama wanapitia changamoto moja ama nyingine, ni njia ya kuweza kuhimiza mwingine katika njia ya Ukristo. Amona bora ngao tegea ndio jitatu nyame kile njini na hapo. Wakati mwingine tukimtembelea mgonjwa tunaambia nini? Matini gere legi yani. Hata kama unaona ako katika hali mahututi, ile ni je unaambia nini? Ile ni je wage kwa nyuna kitiasa na binage kwa bana. Kama utaambia tu nimekuja tu kuona, lakini vile naona anachere chitoke le ikagegeli niso. Ama unaweza kuhimiza mgonjwa kwamba tumekuona na tumeangalia kwamba utapona. Ngechera sije chitona kwa damu kwa kile yule mtu ambaye alikuwa mnyonge, ukiweza kuongea vizuri naye ataona kwamba atapona. Maana kwa tumaje ogeri chi ogemya ni iko ndirimyanda. Na kama watu hawezi kukutembelea ukiwa mgonjwa, utakuwa mgonjwa sana. Akikasoti ile bagani ameati na na utasikia kwamba utakufa, na kipo inasema utakufa, na wewe utasema nitakufa kweli. So yangimiten logi Christian kicherege kebedita. Tukiwa kama Wakristo ambao tunahimizana, tutaendelea mbele. Akimujo tesabe kenyishe chekala chekisabe. Na hata tunaweza ishi miaka ambayo tumepatiwa tuishi kwa dunia. Kwa maana kila mmoja wetu anataka kuishi maisha marefu dunia. Ama wewe unataka kuishi miaka ngapi? Watu wamenyamaza, wanasikiliza hiyo. Anataka kuishi miaka ngapi? Watu wanasema miaka mingi. So wewe ungechereka Christian kuone Jehova kishakukinyisha. Tukiongea tu kama Wakristo, Mungu atachipu maombi yetu na tuishi miaka mingi. So kwa kila na nengi tatare kwa kile yangibaishe chini Jehova ile kwa harara Mungu le wekyo. Na tukimfanyia kazi Mungu ni nzuri katika moyo wetu. Kwa kile harara misina Mungu ikileje. Na tunaambia kwamba ni nzuri sana na inatuhimiza. Mungu le baishe ne Jehova akimuche kwa jere nyota Mungu baishe ne jinende. Na inaweza kutuhimiza kwa maana Mungu anatutumia kwa kazi yake. Ngegero tempi cheki bata ngegere le baishe Jehova kwa na neta. Aginyo mule lwe chebarara. Tukitazama watu wa kale tunaona kwamba Mungu aliweza kutumia watu hao na wakaishi maisha mazuri. Bwata le angibare David Goliath kukigas kumnyea kule bicho kuboto. Na naona wakati Daudi aliweza kuua huyo Goliath, alijua kwamba Mungu ako naye. Kigere baraga Paulo yangi barata Christian. Tunaona hata kuhusu Paulo wakati alikuwa akiwaua Wakristo. Lakini yeki kuwagi misko nyek ako iklakweta Jehova kogas ko bye kusi yuginya. Wakati alipofanywa kuwa kipofu na baadaye macho yake akafunguliwa, aliona kwamba Mungu ni wa kweli. So yamegege baishe Jehova nginote. Na tunaambia kwamba ni vizuri tufanyie kazi Mungu kwa nguvu zetu zote. Kimate ne kuone Jehova sige baishe jinene. Nguvu ambayo Mungu anatupatia ili tuweze kumfanyia kazi. Amon ingene Jehova oteka inti. Kwa maana kila mmoja wetu Mungu anatutambua hata kwa majina. So kichere gele no gigilge baishe Jehova. Tunahimiza kila mmoja wetu kwamba tumfanyie kazi Mungu. Amon baishe engota. Kwa maana tunaambia kwamba tuko na kazi mingi katika nyumba ya Bwana. Na siku ni chache.
iboisien kasaran kigoni Jehova iboisiechi. Ile nafasi Mungu amekupatia, tumia hiyo nafasi kumfanyia kazi Mungu. Okay, sawa. Tunaenda mbele ya Mwenyezi Mungu kwa maombi. Ojongisoe. Tunapoomba, Kondemichi iboru sigesa. kama kuna mtu wako na jambo lolote, hitaji lolote, unaweza onyesha mkono wako ili tukiomba Mungu aweze kujibu maombi yako. Si ibwat wala lakwe na ile Cherotich. Na tumwombee mtoto ambaye tunaambiwa anaitwa Cherotich. Si kile bagitarete no libali. Na anaenda hospitali kwa Eldoret kusaidiwa. Jehova kamuktoindet yoindetab kipsengwet kongoi amun ikone ng'olyondeng'ung ak icherech asi keboisieun eng kimnatet neikonech inye Jehova. Kimwoe kongoi amun mebabaktech ako kitindoi tekset nekitechegei koki Christian ak ikilegei amun ichamech amun mebabaktech. Ayani Jehova ale ichamech ak itoretech noto amune sing'ololsewech yekibwan atkai tugul kong'ung komebabaktech ako mi ng'olyon neimwowech. Kakiborun eunek Jehova ako asoe eng kainetab Jesu ale iker ichek Jehova, ker mugulelwekwak, nyochin kat, tenten mistoosiekchwak, sir kainutikchwak akot eng bukuitab sobon. En chekimi yu ak chemami okot chuk iyoni kele itoreti ak imuche Jehova ikochi kimnotet ak ikochi katerterisiet sikiterterisien eng ng'wonduni situn kenyoru sobondab koikeny. Jehova kami lakwet nekakesomchi saet Cherotich unangesa eng kainetab Jesu. Kele isob lakwani Jehova. Yema kebendi kokere takitariek Jehova konye kasobindet ak imuche isob Jehova asikowendot akolok kaineng'ung. Ak tugul Jehova chemamiach borwek kiyoni kele isob eng kainetab Jesu. Yochin chemiach bikuk Jehova sikebendaten eng kimnoteng'ung ak kesich yamdaet kibagenge Jehova kou yemwowech sirutikuk. Isewech ak ichamech amu kakesa eng kainetab Jesu netindenyo. Amen. Amen. Kongoi.